Habari yako mpenzi mtazamaji wa ITV, karibu katika kipindi kipendacho cha Tutu Live Show kupitia hapa ITV Super Brand Afrika Mashariki. Utakuwa nami mtangazaji wako Milham Ramadhani, lakini pia sitakuwa peke yangu, nitakuwa na mimi kwa jina naitwa Hassan Suleiman, lakini pia tutakuwa peke yetu. Lakini pia siku leo nilipata nafasi ya kutembelea katika shule ya awali na ya msingi ya Jerusalem iliyopo Mbezi Beach na ilikuwa chini ya kanisa Katoliki. Lakini pia kipindi hiki unaweza kupata kupitia mitandao ya kijamii ambapo Facebook unaandika ITV Tanzania, lakini pia na YouTube unaandika ITV Tanzania. Kama nilivyosema hapo awali, tupo katika shule ya awali na msingi ya Jerusalem iliyopo Mbezi Beach. Nipo na mwenyeji wangu. Mwalimu, habari yako? Kwa wasiokufahamu, ningependa ujitambulishe majina yako kamili na nafasi yako katika shule. Karibu. Asante. Naitwa Mwalimu John Kindole, ni mwalimu wa taaluma katika shule ya awali na msingi Jerusalem iliyopo Mbezi Beach. Shule yetu ipo Mbezi Beach Tanki Bovu, lilipo kanisa la KKKT Mbezi Beach. Lakini pia shule yetu inapokea watoto kuanzia miaka mitatu ambao ni wa awali mpaka darasa la 7. Na shule yetu ilianza mwaka 2024 Januari, na mpaka sasa tuna watoto wanaofikia 510. Lakini pia shule yetu sisi ni shule, naweza nikasema ni shule ya kipekee kwa sababu ya vitu ambavyo tunavifundisha. Kwanza, sisi shule yetu imejikita katika maadili ya Kikristo. Ni shule ambayo ipo chini ya kanisa na ambayo inamilikiwa na Diocese ya Afrika Mashariki na Pwani. Lakini pia shule yetu inafundisha kwa kutumia mtaala wa Christian Ethical Leadership. Ni shule ya NECTA, lakini pia tuna mtaala wetu wa Christian Ethical Leadership, yani somo la maadili na uongozi, ambalo linatusaidia sana kwa shape watoto wetu, kuwatengeneza watoto kuwa viongozi wajao ambao watakuwa wanamcha Mungu, lakini pia watakuwa na maadili mema ya kuweza kutumika katika taifa hili la Tanzania. Shule yetu pia tunakuza vipaji mbalimbali ikiwemo kuna watoto ambao tunakuza vipaji vya kuimba, kupiga vyombo, lakini pia kuna ambao wanafanya clubs mbalimbali ikiwemo STEM. Kama tunavyofahamu sasa hivi kwamba taifa letu au dunia yetu sasa hivi inakuwa kiteknolojia. Kwa hiyo tuna watoto ambao tunawafundisha vitu vinavyohusiana na STEM kwa ajili ya kupata ule utandawazi wa kutumia teknolojia katika maisha yao. Lakini pia watoto wetu pia wanajifunza vitu mbalimbali kama kupika, kutengeneza vifaa mbalimbali, lakini pia tuna clubs za mazingira na vitu vingine vingi. Kipekee ni kwamba watoto wetu sisi wamelelewa katika msingi ya Kikristo, ila tunapokea watoto wa madhehebu yote, wa dini zote, na hii ni kwa sababu sisi hatubagui dini, ila watakapoingia katika shule yetu maana yake wanatakiwa wafuate utaratibu wa shule, ambapo sisi kwa asubuhi huwa tunaanza kwa maombi saa 1:30. Programu zetu tunaanza kwa maombi na kumaliza pia kwa maombi jioni saa 9:30 kabla ya kuondoka kurudi nyumbani. Hii imetusaidia kuwatengeneza watoto wetu kuwa na maadili mema, lakini pia hata wakiwepo nyumbani pia wamekuwa ni wajumbe wazuri wa shule yetu kwa sababu ya maadili ambayo wanaonyesha wakiwa nyumbani na mtaani pia. Sawa, asante. Narudi tena kwa watoto. Hamjambo? Habari za masomo? Haya, si mna wimbo wa shule? Haya, tunaimba 1, 2, 3. You
tujipongeze watoto, taifa. Haya, sawa, lakini hapa tuna upongezaji wetu. Nikikwambia mumpongeze mtoto mwenzetu, tunampongeza, tunapiga makofi. Watoto, taifa la kesho. Haya, wana kipaji cha kuimba iko wapi? Anyoshe mkono. Kipaji cha kuimba. Mpe maiki kaka pale. Simama. Unaitwa nani? Mimi naitwa Gavin Gesa Mushi. Unaitwa nani? Mimi naitwa Gavin Gesa Mushi. Unasoma darasa ngapi? Nasoma darasa la 6. Una kipaji cha kuimba? Ndio. Karibu. Asante. Okay. Leo nitakuwa naimba wimbo jina lake ni Let Your Living Water Flow Over My Soul. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens onto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. Let us sing to the Father, 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 Father. Precious Spirit, 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 Spirit. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens onto you I roll. Haya, sawa, tumpongeze. Haya, sawa, asante. Sasa kuna wanafunzi, watoto wenzetu hapa wana kipaji cha kupiga keyboard. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Joshua Allen Biso. Unasoma darasa ngapi? Nasoma darasa la 7. Darasa la 7. Leo unatupigia keyboard, si ndio? Ndio. Nyimbo gani? Nyimbo za chords. Sawa. Unaweza kuendelea.
Haya, tuwapongezeni wote. Haya, asante. Sasa tunaenda kwa poem wa P-Unit. Wako wapi? Poem. Wapo huko? Piteni hapa mbele. Wapite hapa mbele. Mwalimu, umesema shule yenu ipo chini ya kanisa. Vipi kwa madhehebu wengine, na kama mnawapokea mnatumia utaratibu gani kwa ajili ya kuwapokea wanafunzi wengine? Asante. Kama nilivyosema mwanzo kwamba shule yetu ipo chini ya kanisa na ni shule ya dini, lakini tunapokea madhehebu yote na dini zote, ila tunapofika muda kama ni muda wa maombi, basi watoto wote wanaenda kwa ajili ya maombi. Hatutenganishi kwa sababu kwa kusema kwamba labda huyu ni kwa sababu ni Mkristo au ni Muislamu, lakini mtoto anapoingia shuleni kwetu, maana yake amekubaliana na matakwa ya shule kwamba wote lazima tuanze kwa maombi na tumalize kwa maombi. Kuanza na maombi na kumaliza kwa maombi, hata kama ni wa dini nyingine, haimaanishi kwamba tunamtoa kwenye dini yake. Hapana. Tunachotaka sisi ni kumjenga mtoto katika maadili mema ambaye atamjenga hata akiwa mkubwa, basi hata akiwa nyumbani huko anaweza akaomba kwa imani yake, lakini awe na yale maadili ambayo tunahitaji kuyaonyesha huko mbele kwenye jamii. Sawa, asante. Tunaendelea na watoto. Hawa ni wanafunzi wa P-Unit. Mna poem, si ndio? Yuko wapi anaanza? Kwa pamoja. Haya, shika maiki. Mpe na hapa maiki. Mpe maiki. Haya, naanza. 1, 2, 3. When you look at me, what do you see? A little child and nothing. Oh, no, I am a child, but I'm not nothing. I am a future. I am a test if you make me. I am a nothing if you make me. I am the future, the very bright future. I'm proud of you, Jerusalem. You make me something. You make me great. I am great. I'll be greater. I'll be graced. Bravo, Jerusalem, my school. God bless you. Thank you. Haya, rudini mkakae. Tuwapongezeni tena. Sawa, asante. Sasa tunakuja wale wa wimbo wa taifa, nao ni baby class. Wako wapi? Wako wapi? Piteni hapa mbele. Hapo mbele. Sawa, tunaenda na mwalimu. Mwalimu, kama ulivyosema hapo, shule yenu ipo chini ya kanisa. Sawa, na vipi kwa madhehebu wengine, wakati hao wengine wanasali au na madhehebu wengine, huwa mna ratiba gani zinazoendelea? Kama nilivyosema mwanzo kwamba tunapokea watoto wote, lakini hatutenganishi ratiba ya siku. Ratiba yetu ni moja, kwamba watoto wote, haijalishi wewe ni dini gani, tunaanza kwa maombi ya siku. Maombi yale ndio yanaenda kufungua siku yetu, lakini pia tunapofunga siku tunafunga kwa maombi. Dini zote, wote tunaungana pamoja, kwa sababu sisi wote ni Watanzania, na kama mtoto wa Kitanzania lazima afundishwe maadili yaliyo mema. Sawa, asante. Mtazamaji wa ITV, ni wanafunzi wa baby class na watatuimbia wimbo wa taifa. Shika maiki. Mpe na huyo maiki. Haya, tunaanza. 1, 2, 3. Gombale naliki Afrika Ria wawake Eta moja
ibariki. Afrika ibariki. Afrika ibariki. Watoto Afrika. Haya. Karibia kakae. Haya, mtazamaji wa TV, tunaendelea na kipindi. Sasa ni muda wa French presentation. Wako wapi? French presentation. Piteni hapa mbele. Hapa. Geukia mbele. Enda kule. Sogea kule. Sogea mwisho. Haya. Mna present French, si ndio? Sawa, karibu. Mbele yenu ni darasa la kwanza, wamekuja kuwasilisha siku za wiki na namba kwa Kifaransa. Karibuni. Bonjour mes amis, je m'appelle Brill, j'habite à Mbezi Beach. Mon école s'appelle Jerusalem Mbezi Beach. Merci beaucoup. Salut tout le monde, je m'appelle Malaika, je peux compter les nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 7 jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Thank you. Bienvenue à l'école primaire de Jerusalem Beach. Merci beaucoup. Au revoir. Haya, tuwapongeze. Haya, wengine wa French wako wapi? Mmeisha? Haya, rudini mkakae. Mwingine mwenye kipaji cha kuimba anyoshe mkono. Kipaji cha kuimba. Dada hapo. Simama. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Naitwa Menefania ndimi yake Simalike Musika. Nasoma darasa ngapi? Nasoma darasa la 5. Una kipaji cha kuimba? Ndio. Karibu. Nitaimba wimbo unaitwa Lord I lift your name on high. Lord I lift your name on high. Lord I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life.
I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Haya, tumpongeze dada. Haya, asante. Kuna yule mwenye kipaji cha kupiga nanuli, yuko wapi? Dada, simama. Simama hapo hapo. Mpe mic. Unaitwa nani? Naitwa Ivana Andrew Kigombola. Toa sauti. Unaitwa nani? Naitwa Ivana Andrew Kigombola. Unasoma darasa ngapi? Nasoma darasa la 5. Darasa la 5. Sawa, una kipaji cha kupiga, si ndio? Karibu. Haya, sawa. Tumpongeze. Haya, hawa ni wanafunzi wengine wana kipaji cha kuvaa na kuvua nguo kwa haraka, si ndio mwalimu? Sawa. Sogea hapa. Madam, unaweza kaanza? Haya, okay. Na mtazamaji wa ITV, kama wajiunga nasi, kipindi 1 kipindi cha watoto wetu live show ambacho kujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili. Na hao ni wanafunzi wa shule ya awali na msingi ya Jerusalem iliyopo Mbezi Beach. Na hao ni watoto ambao wana kipaji cha kuvua nguo na kuvaa nguo kwa haraka haraka. Ni wanafunzi wa pre-unit na baby class. Atakayevaa kwanza ndo mshindi, si ndio? Mumwangalie mshindi atakuwa nani hapo. Tayari? Unamalizia? Mwangalie mshindi atakuwa nani. Hapa wapo wangapi? Wapo 4. Kuna wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa 4. Wa kwanza sikashaonekana hapo. Haya. Washamaliza Haya, mshindi wa kwanza yuko wapi hapa? Huyu hapa. Huyu wa kwanza Haya, wa pili huyu. Huyu hapa. Haya, wa tatu huyu. Na wa 4 huyu hapa kaka. Haya, rudini mkakae. Haya, asante. Sasa anafuata mwanafunzi anayesoma mstari wa Biblia. Yuko wapi? Mwanafunzi anayesoma mstari wa Biblia.
Tunaendelea kwanza na mwalimu kwenye swala la maadili. Nyie katika shule yenu ya Jerusalem mnatumia mbinu gani ili hao watoto kujua kuhusu maadili? Karibu. Asante. Kwanza kabisa swala la maadili linagusa pande zote tatu. Inagusa upande wa mwanafunzi, inamgusa mzazi na inamgusa mwalimu. Kwa hiyo kitu cha kwanza tunachokifanya kuhakikisha kwamba watoto wao wanakuwa na maadili mema, kwanza ni mawasiliano ya karibu zaidi kati ya mwalimu na mzazi kuhusu maendeleo ya mtoto. Lakini pili, kupitia neno la Mungu tunapowafundisha katika mtaala wetu wa Christian Ethical Leadership au somo la maadili na uongozi. Wakiwa madarasani tunawafundisha maadili mema, lakini pia tunapoanza na maombi pia huwa tunatoa neno la kuwafundisha pia kuwa na maadili mema. Hata tunapomaliza siku pia tunawakumbusha wanapoenda nyumbani basi wakaenende vyema. Kwa hiyo swala la maadili ni kitu namba moja ambacho tunakichukulia kwa ukubwa wake katika shule yetu ya Jerusalem Mbezi Beach, na pia tunaposhirikiana na wazazi pia watoto wanajua kwamba akifanya kosa nyumbani shuleni tutajua, na akifanya kosa shuleni hata nyumbani pia watajua. Kwa hiyo inatusaidia pia kuweza kuwatengeneza wakawa watoto wenye maadili mema. Sawa, ukiwa kama mwalimu lakini pia na mlezi, unadhani jukumu la kumfundisha mtoto kuhusu maadili ni la nani? Kama nilivyosema mwanzo, jukumu la maadili ni la kwetu wote. Mtoto mwenyewe anatakiwa pia atambue kwamba kuwa na maadili mema ni moja ya jukumu lake, lakini pia kama mwalimu pia tuna jukumu la kuwaeleza hawa watoto na kuwafundisha maadili yaliyo mema. Lakini pia hata mzazi nyumbani ana jukumu kubwa sana la kuweza kumtengeneza pia kimaadili mema akiwa nyumbani. Kwa hiyo ushirikiano wa hizi pande zote tatu ndio unamfanya mtoto kuwa mtoto aliye bora mwenye maadili mema. Sawa, asante. Na endapo mtoto anapotoka kuhusu maadili, nani anapaswa kulaumiwa? Kwa kwanza ni kuangalia huyu mtoto amepotoka maadili amepotoka maadili kwa namna ipi au katika mazingira gani. Lakini sisi sote lazima tubebe hilo jukumu. Hatutakuwa na mtu mmoja kwamba huyu ndio anahusika katika kumharibu mtoto kimaadili, kwa sababu tulivyosema ni ushirikiano wa pande zote mbili. Kwa hiyo lazima mzazi achukue hilo jukumu na sisi pia kama walimu pia tuchukue hilo jukumu. Lakini pia hapa shuleni tunao walimu ambao ni kama matron na patron, ni walezi wa watoto wetu ambao pia wanashirikiana kwa karibu na hawa watoto kuweza kutambua mapungufu yao na kutambua pia matatizo wanayopitia, lakini pia kuweza kuwasaidia kuwa watoto walio bora. Sawa, asante. Narudi tena kwa watoto wanasoma mstari wa Biblia. Wako wapi? Piteni hapa mbele. Simama hapa, geuka mbele. Unaitwa nani? Unasoma darasa ngapi? La kwanza. Darasa la kwanza. Unaitwa nani? Davin. Unasoma darasa ngapi? La kwanza. Darasa la kwanza. Na wewe unaitwa nani? Makaila. Unasoma darasa ngapi? La 7. Darasa la 7. Ndio. Psalms chapter 100. Weka mic mdomoni hapo, toa sauti, umesikia? Haya. Psalms chapter 121 verse 8. The Bible says, "The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore." Amen. Psalms chapter 125. The Bible says, "The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore." Amen. That is the Bible verse of this week, and it means that Lord will watch over you when you're coming and you're going. It means that when you worship Him every day and when you trust in Him each single day, when you read the Bible and
claim it every day, you will know, and you will know how God will watch over you when you're coming and you're going. So the Bible verse teaches us that we should learn the Bible verse in order God can guide us and protect us when we're coming and we're going. And also we should pray whenever we're entering in any situation, bad or good, and we should thank Him in any time. Thank you. Haya, sawa, asante. Na yule mwanafunzi wa Chinese yuko wapi? Anayepresent Chinese? Piteni hapo mbele. Hapo mbele. Simama. Unaitwa nani? Naitwa Eliora Gracious Alpha Joseph. Unasoma darasa ngapi? Nasoma darasa la 5. Darasa 5. Dada, unaitwa nani? Naitwa Angel Heaven Light Minja. Unasoma darasa ngapi? Nasoma darasa la 5. Karibu. Asante. Leo tutaenda rafiki yangu Eliora ataenda kuongea Kichina na mimi nitaenda kutafsiri kwa Kiswahili. Karibuni. Dajahao. Habari. Dajahao ma. Mnaendeleaje? Nimenjintian zamayang. Siku yenu ya leo ipoje? Jintian chi zamayang. Hali ya hewa ya leo ipoje? Ziwo Joshasha. Ngoja nijitambulishe mwenyewe. Wojao Eliora. Naitwa Eliora. Woshi Shwaila. Mimi nina miaka 10. Woshi Unyanji Dashweshang. Mimi ni mwanafunzi wa darasa la 5. Zai Jerusalem Bezbich Shweshao. Katika shule ya Jerusalem Bezbich. Woshi Tanzania Ren. Mimi ni Mtanzania. Wojao Yochikoren. Nina wanafamilia 7. Woai wojia. Naipenda familia yangu. Shie. Asanteni. Zaijang. Kwaherini. Haya, asante. Dini mkakae. Tunaendelea na mwalimu kwenye swala la kujitambua hawa watoto wadogo. Unadhani ni yupi anatakiwa kuzungumza na mtoto kuhusu kujitambua na mtoto akamwelewa angali bado yupo mdogo? Asante. Anayetakiwa kuongea na mtoto kuhusu kuweza kumwezesha mtoto kuweza kujitambua, wa kwanza ni mzazi ambaye wanasema charity begins at home. Malezi bora yanaanzia nyumbani. Mzazi ana jukumu la kuweza kuongea na mtoto wake, lakini pia anapofika shuleni, sisi walimu pia tunawatengenezea mazingira hawa watoto, kwanza kuwa marafiki zetu, lakini pia kuwafanya wawe huru kuongea. Wanapokuwa huru kuongea, basi tunaweza kutambua vitu mbalimbali vya hawa watoto wetu, lakini pia kuweza kuongea nao kwa uhuru, kuwatengeneza kuweza kujitambua, kujua nini wanatakiwa kufanya, nini ni jukumu lao na nini ni wanatakiwa ni haki yao pia. Kwa hiyo mtoto lazima ajue wajibu wake na haki yake. Lakini kama nilivyosema mwanzo kwamba hapa shuleni pia tunao walezi wa watoto hawa ambao pia mara kwa mara huwa wanaongea nao katika mambo mbalimbali ya kijamii, kimakuzi, hata kimasomo pia. Watambue hawa watoto kwamba wajibu wao ni nini na haki zao ni zipi. Hiyo inatusaidia sana, hata wakipitia changamoto mbalimbali, basi ni rahisi wao kuja kuripoti kwetu kwamba kuna changamoto 1, 2, 3, kwa sababu wameshafahamu kwamba hili jambo lililofanyika aidha wametendewa sio haki kwao. Kwa hiyo inapokuwa sio haki, lazima waweze kutambua wapi wanatakiwa wawasilishe malalamiko yao, aidha kwa mwalimu au kwa mzazi. Sawa, asante. Narudi tena kwa watoto. Hawa ni wanafunzi wa pre-unit na baby class. Piteni hapa, geuka mbele. Geuka mbele. Simama hapa. Sogea huko. Sogea huko tena. Sogea huko. Haya.
Hawa ni watoto wa middle class, wako tayari kusema na hau zetu. I am big. Watumie maiki zote mbili. I am big and round. Outside I'm green. When you cut me inside, I am red. Who am I? Snake. Who am I? Watermelon. Very good. When it's rain, I go up. Who am I? Umbrella. I have no legs, no arms. I have no legs, no arms, but I crawl. Who am I? Snake. Very good. I'm yellow outside. Monkey love to eat me. Who am I? Banana. Thank you. Aya, asanteni. Tunaendelea na watoto na hapa kuna vitendawili, na atasoma Milham. Shika mic Milham. Uko tayari kwa methali? Tunaanza na methali. Methali mnazifahamu? Mpo tayari? Methali ya kwanza inasema Mchagua nazi. Mchagua nazi. Kaka hapo simama. Unaitwa nani? Kwa jina mimi naitwa Brendan Alexander Mapunda. Niko darasa la 4 shule ya Jerusalem Mbezi Beach Primary School. Mchagua nazi huinukia koroma au hupata koroma. Amepata? Tumpongezeni. Heri kenda shika. Heri kenda shika. Dada hapo simama. Unaitwa nani? Kwa jina naitwa Makaila Martin Dagile. Unasoma darasa ngapi? La 7. Heri kenda shika. Kuliko 10 nenda rudi. Kuliko 10 nenda rudi. Amepata au amekosa? Amepata. Tumpongeze. Sasa ni muda maswali ya ufahamu. Maswali ya nini? Swali la kwanza linasema idadi ya watu katika taifa hupatikanaje? Idadi ya watu katika taifa hupatikanaje? Kwa jina naitwa Sylvester Stefano Msangi. Unasoma darasa ngapi Sylvester? Nasoma darasa la 3. Idadi ya watu katika taifa hupatikanaje? Kwa njia ya sensa. Kwa njia ya sensa. Amepata au amekosa? Amepata. Tumpongeze. Swali jingine linasema shirika la watoto duniani. Shirika la watoto duniani linaitwaje? Shirika la watoto duniani linaitwaje? Nasoma darasa la 3 blue. Nasoma katika shule ya msingi Jerusalem Mbezi Beach. Shirika la watoto duniani linaitwaje? Shirika la watoto linaitwa UNICEF. Shirika la watoto duniani linaitwa UNICEF. Amepata au amekosa? Amepata. Tumpongeze. Swali jingine linasema Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mnalifahamu? Linaundwa katika sehemu kuu 2 ambazo ipi na ipi? Simesema mnalifahamu bunge?
linaundwa katika sehemu kuu mbili ambazo ni ipi na ipi? Unaitwa nani? Naitwa Jeremy Joshua. Joshua. Mbele toa sauti. Unaitwa nani? Naitwa Jeremy Joshua Yeri Aaron. Unasoma darasa ngapi? Nasoma darasa la 3. Darasa la 3. Bunge la Tanzania unalifahamu? Linaundwa katika sehemu kuu mbili ambazo ni ipi na ipi? Rais na wabunge. Amesema rais na wabunge. Rais na wabunge. Amepata au amekosa? Amepata. Haya, tumpongeze. Swali lingine linasema amesema bunge linaundwa katika sehemu kuu mbili, rais na wabunge. Rais wetu huchaguliwa kila baada ya miaka mingapi? Rais huchaguliwa kila baada ya miaka mingapi? Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Joshua Jackson Mushi. Unasoma darasa ngapi? Nasoma darasa la 7. Jibu lake nini? Rais wa Tanzania huchaguliwa baada ya miaka 5. Huchaguliwa kila baada ya miaka 5. Amepata au amekosa? Amepata. Sasa kama huchaguliwa kila baada ya miaka 5, uteuliwa na kina nani? Simesema rais huchaguliwa kila baada ya miaka 5, uteuliwa na kina nani? Uteuliwa na kina nani? Au anamteua rais? Dada hapo, unaitwa nani? Naitwa Diedonel Limo. Toa sauti, unaitwa nani? Naitwa Diedonel Limo. Unasoma darasa ngapi? Nasoma darasa la 7. Jibu lake nini? Jibu ni kwamba rais huwa hateuliwi bali anachaguliwa na wananchi. Rais hateuliwi bali huchaguliwa. Amepata au amekosa? Amepata. Tumpongeze. Swali jingine linasema Tanzania ilitawaliwa na wakoloni, si ndio? Koloni gani? Mwingereza, si ndio? Hasa huyo koloni aliondoka mwaka gani? Yaani Tanzania ilipata uhuru mwaka gani? Simesema Mwingereza? Jibu lake nini? Jibu lake kaka hapo. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Christian Juni Kriston. Jibu lake nini? Mwaka 1961. Amesema mwaka 1961. Amepata au amekosa? Amepata. Amekosa. Mwingine? Amekosa. Mwingine? Unaitwa nani? Majina naitwa Jovan Gonos Ringo. Unasoma darasa ngapi? Nasoma darasa la 4 Green. Jibu lake nini? Tanzania ilipata uhuru mwaka 1964. Amesema Tanzania ilipata uhuru mwaka 1964. Amepata au amekosa? Amekosa. Haya, mwingine? Kaka amesema amekosa. Shika maiki. Unaitwa nani? Kwa jina naitwa Adrikali Kledeson, nasoma darasa la 7. Tanzania ilipata uhuru mwaka 1962. Amesema Tanzania imepata uhuru 1962. Kaka amepata au amekosa? Amekosa. Amekosa. Mwingine wa mwisho? Wa mwisho, namba maiki. Dada hapo. Simama. Unaitwa nani? Simama hapa mbele. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Chusaisa Mwakioma. Unasoma darasa ngapi? Nasoma darasa la 6. Darasa la 6. Jibu lake nini? Bake tarehe 9 mwezi wa 12 1964. Amesema tarehe 9 mwezi wa 12 1964. Amepata au amekosa? Nilisema huyu ndo mmoja wa mwisho. Nilisema huyu kuna huyu ndo wa mwisho. Tunakubaliana huyu ndo wa mwisho? Haya. Unaitwa nani? Naitwa Eliora Precious Alpha Jose. Unasoma darasa ngapi? Nasoma darasa la 5. Jibu lake nini?
Tanzania haikupata uhuru bali Tanganyika ndio ilipata uhuru. Mmesikia? Tanzania haikupata uhuru, Tanganyika ndio ilopata uhuru. Mwaka gani? 1961. Dada amepata, tumpongeze. Wewe mnasikiza maswali vizuri, mmesikia? Haya. Swali jingine. Swali. Haya. Ardhi mnaifahamu ardhi? Ardhi kila siku tunayokanyaga. Sehemu ya ardhi iliyoinuka huitwaje? Sehemu ya ardhi iliyoinuka huitwaje? Simesema ardhi mnaifahamu? Sehemu ya ardhi iliyoinuka huitwaje? Sehemu ya ardhi iliyoinuka. Haya, sawa. Kwanza kuna mtoto mwenzetu hapa. Sogea hapa. Njoo. Unaitwa nani? Kwa jina naitwa Sirela Steven. Unasoma darasa ngapi? Nasoma darasa la 6. Darasa la 6. Una kipaji cha kuimba? Ndio. Kipaji chako cha kuimba alikigundua nani kwa mara ya kwanza? Kipaji changu cha kuimba waligundua wazazi wangu wote wawili nikiwa na mwaka mmoja. Nilikuwa sijui kuimba, lakini waliona features kwamba nilikuwa nachukua fimbo yoyote kwenye mti naweka mdomoni nafanya kama mic naimba. Kwa hiyo wazazi wangu ndio waligundua kipaji changu. Sawa, umesema wewe ni mwanafunzi, una balance vipi muda wako wa masomo na kufanya mazoezi ya kuimba? Na balance vipi? Kwanza ni mzazi inabidi akuambie una balance vipi. Mimi wazazi wangu wamelea katika maadili mema. Kwa hiyo ninavyo balance, najua kabisa natuliza akili, najua kabisa huu ni muda wa shule, kwamba nikitoka shule najua kwamba hapa nitaenda kusoma kwanza katika dakika fulani au katika saa fulani, kisha nitaanza kupractice mazoezi yangu ya instruments na kuimba. Na pia siku ambazo ni za weekend kama Jumamosi naenda shule, saa 7 kutakuwa na saa 7 ndo nitakaporudi nyumbani, lakini kwa shule yetu Royal Elite saa 7 pia kuna muda ambao club ya music inabaki mpaka saa 10. Kwa ndo ninavyomuona. Sasa tuimbie. Tutaenda kuimba wimbo unaoitwa Goodness of God. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held on your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good, yeah. And all my breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I like your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You have been there like no other. Aya, sawa, asante. Aya, tumpongeze. Mwalimu, kwa faida ya watazamaji, ningependa utambulishe tena shule inapatikana wapi na mtu akiwataka anapata vipi? Karibu. Namba maiki. Shule inapatikana wapi pamoja na namba simu? Karibu. Shule yetu inapatikana Mbezi Beach, Tankibovu, ilipo kanisa la KKKT Mbezi Beach. Lakini pia tunapatikana katika mitandao Instagram na Facebook kama Jerusalem Mbezi Beach School.
lakini pia tunaweza kupatikana kwa namba 0696 777 111, 0696 777 111. Muda wote tunapatikana. Sawa, asante. Mpaka hapa tumefika mwisho wa kipindi hiki, mpaka siku nyingine tena. Kukumbusha kuwa mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Ulikuwa nami mtangazaji wako Meuham Ramadhani, lakini pia sikuwa peke yangu, ilikuwa na Kwa jina naitwa Hassan Suleiman, lakini pia tulikuwa peke yetu, tulikuwa katika shule ya awali na msingi ya Jerusalem iliyopo Mbezi Beach. Mpaka wakati mwingine nasema asanteni na bye. Mbeni wimbo wa shule.